This is BMTV online channel. Katiba yetu ambayo inahitaji mkutano mkuu ufanyike ndio utoe kibali cha mwenyekiti kujiuzulu, kukubali kujiuzulu kwake. Mimi nikaamua kuwapunguzia matatizo wenzangu kwamba ile barua niliyoandika kujiuzulu na itengua. Baada ya kuitengua ile barua, kumbe ile nafsi ya Sefu alipokuwa akizungumza anawaeleza wajumbe wa baraza kuu yeye hana matatizo, kumbe alikuwa anawadanganya. Baada ya kutengua, Maalim akaamua sasa kuweza kuweka pingamizi, na kwamba akanieleza, barua yako nimeipata, takujibu baada ya kushauriana na wanasheria wa chama. Barua ile hakujibu. Mkutano mkuu ukaitishwa. Mkutano mkuu haukwenda vizuri, ukavurugika. Na baada ya kuvurugika, wajumbe wa mkutano mkuu wakapeleka barua kwa msajili wa vyama. Barua ile iliyopelekwa kwa msajili wa vyama, msajili akaipeleka kwa Maalim Seif. Katibu mkuu wetu akaijibu akasema, msajili, tunakuamini sana kwa sababu wewe unafuata sheria na sisi chama chetu kinafuata sheria. Tunaamini jambo hili litamalizika. Baada ya msajili kulifuatilia na kusema, kwa kuzingatia katiba yenu na msingi wa katiba yenu, mwenyekiti aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu wa mwaka 1914 mwaka 2014, huyo ndiyo mwenyekiti halali. Baada ya kuzungumza hivyo, ndipo Maalim akaanza kusema kwamba msajili hana maana, hajapenda haki, lakini kabla alikuwa akimsifia msajili. Mashehe wakatuita, wameniita mimi, wakasema sisi hatuna vyama. Ilikuwa jopo la mashehe kama mashehe 9, wameniita mimi kwamba sisi hatuna vyama, lakini nyie wote wawili ni Waislamu, tunahitaji kuwapatanisha. Na jopo hilo lilikuwa likiongozwa na marehemu sasa Sheikh Hamid Kilemile. Mimi nikakubali kwamba mashehe wangu mtusuluhishe, mimi sina matatizo. Wakaenda kwa Maalim wakazungumza naye. Maalim akakataa suluhu yoyote na Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Badala yake akawa anafungua kesi. Jumla ya kesi alizofungua dhidi ya chama cha Kafu ni kesi kama 39. Hatimaye ile kesi ya msingi tukashinda. Baada ya kushinda, yeye akaamua kwenda ACT. Hakuamua kwenda Chadema, akaamua kwenda ACT. Kaenda ACT, wamefanya chama chao kule. Lakini yale ambayo anataka kuyafanya Kafu na ACT nako anayafanya. Mkutano mkuu wa ACT umekutana, wamemchagua Membe kuwa mgombea urais wao. Yeye kwenye mkutano Zanzibar amesema ACT na muunga mkono Tundu Lissu wa Chadema. Mmeteua mgombea wa urais, mkutano mkuu umeteua mgombea wa urais. Membe naye amepata joto la jiwe, amewekwa kando. Ndugu zangu, Seif Sharif Hamad alikuwa hana nia ya dhati ya kujenga chama upande wa Tanzania bara. Jambo ambalo tulikosana nalo la sera kimsingi, wakati wa mchakato wa kupata katiba mpya, Seif Sharif aliomba kwamba chama cha Kafu kiunge mkono muungano wa mkataba. Muungano wa mkataba ukoje? Muungano wa mkataba ni kwamba Tanzania bara iwe na serikali yake, ina kiti chake Umoja wa Mataifa,
na Zanzibar na serikali yake ina kiti chake Umoja wa Mataifa, kwamba serikali ya mkataba au muungano wa mkataba, maana yake kwamba huu muungano uliopo hivi sasa tuvunje, tupate muungano wa mkataba. Sisi vyama vyetu tulivyoviunda, tulivyovianzisha, vilianzishwa kwa msingi kwamba vitakubaliana na katiba iliyopo hivi sasa, na makubaliano ya muungano yanaeleza kifungu cha kwanza, Articles of Union, makubaliano ya muungano, kifungu cha kwanza kinaeleza Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar zimeungana kuanzisha jamhuri huru moja. Ndio kifungu cha kwanza cha makubaliano ya muungano. Sasa wewe ukisema kwamba tuwe na jamhuri ya Tanganyika na Zanzibar, kila nchi iko huru, halafu tukubaliane mambo ambayo tunashirikiana. Tukifanya hivyo, ndugu zangu, tutaambiwa tunavunja katiba ya nchi, tunavunja sheria ya vyama vya siasa, hata chama chetu kinaweza kufutwa. Mimi nikakataa sera ya muungano wa mkataba, kwa sababu toka chama chetu kinaanzishwa sisi tulikubaliana kwamba muungano wetu uwe muungano wa serikali tatu. Tuwe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pana serikali ya Tanzania bara au ya Tanganyika, ya Zanzibar, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na isitoshe, mwaka 1984-85 wakati wa machafuko ya hali ya hewa, marehemu Abdi Jumbe alipendekeza kufanya mabadiliko na kuiweka vizuri katiba ya nchi, na akapendekeza mfumo wa muungano wa serikali tatu. Seif Sharif wakati ule akiwa CCM akachukua ile mada ya mzee Jumbe akampelekea Mwalimu Nyerere. Jumbe akafukuzwa toka kwenye chama na akatolewa kuwa rais wa Zanzibar. Sasa leo mtu yule yule alompeleka Jumbe akamshtaki kwa Mwalimu Nyerere anazungumzia sasa yeye ndio anahitaji Zanzibar yenye mamlaka kamili. Hakujiunga na Chadema, kajiunga na ACT kwa kutegemea ACT haina nguvu sana upande wa Tanzania bara, kwamba watatumia propaganda. Ndugu zangu, mtu aliyoisaliti chama cha CUF ni Seif Sharif Hamad na sio Ibrahim Lipumba. Mimi nimekuwa na msimamo na nikaeleza kwamba jamani, ndani ya uchaguzi wa 2015 CCM ina wagombea wawili, na hili limethibitishwa. Edward Lowassa karudi CCM, na amerudi CCM wakati Freeman Mbowe yumo ndani. Hakusubiri hata yule aliyempa nafasi ya kugombea urais aweze kumuaga kusema bwana, ulitumia nguvu zako za kisiasa, sasa narudi nyumbani. Hapana, Freeman Mbowe yumo ndani, Lowassa amesema bye bye, narudi nyumbani. Ndugu zangu, nimekuja Katoro mara ya 5, na waomba Oktoba 28 mkienda kupiga kura mnichague niwe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini nawaomba kura? Nawaomba kura ndugu zangu Katoro, hii miaka mitano hali ya maisha ilivyokuwa ngumu, hata vijana wa Katoro mmetubadilishia msamiati, mnasema vyuma vimefanyaje? Vyuma vimekaza. Sasa ndugu zangu wa Katoro, mwenye grisi ya kulegeza hivyo vyuma vilivyokaza ni Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, na sera za haki sawa kwa
wananchi wote. Hali ya umasikini inazidi, mzunguko wa fedha unazidi kupungua. Vijana wa Katoro mnazeeka kabla ya wakati wenu. Bakora za CCM zinavyotucharaza na hazina ubaguzi. Bakora za CCM, uwe CCM usiwe CCM. Ukiuliza wangapi hapa wamekunywa chai asubuhi hii na wamepata chakula, wamepata vitumbua au ndizi? Wangapi watu wanafunga? Katoro hii mnafunga bila kunuia, hata siku ambayo sio ya sunna. Hata kama sio Jumatatu au Alhamisi, leo Ijumaa watu wanafunga bila kunuia. Hali ya maisha ilipokuwa ngumu, hakuna mzunguko wa fedha. Hakuna mzunguko wa fedha katika eneo hili. Biashara haitoki. Biashara haitoki. Hata mama anayepika vitumbua, unaweza kuwa unapika vitumbua hapa ukaambiwa kwanza uwe na kipalata shilingi 20,000. Hata muuza karanga naye pia awe na kipalata 20,000, mtaji wake 4,000. Unamwambia kipalata cha 20,000, ataweza wapi? Mama anapika vitumbua sinia zima, vijana wanaviona vitumbua, mate yanawatoka. Mate yanawatoka, hawana fedha ya kununua. Matokeo yake mama anarudi na nusu sinia la vitumbua nyumbani. Vijana wanacheka, wanafurahi, leo vitumbua vya bure. Kumbe vimerudi, mwisho kale kamtaji kakupikia vitumbua nako kanamalizika, biashara ya vitumbua inalala. Bukoba ni wakulima wa kahawa. Bei ya kahawa imebadilika, imeharibika, wakulima wanatapeliwa. Chama cha CUF kinahitaji wakulima wa kahawa wa Bukoba wapate bei inayopatikana kwenye soko la dunia. Ndugu zangu, Hamduni amekuwa analieleza sana hili kwamba ukienda kununua kikopo cha kahawa unanunua 3,500. Kile kikopo cha kahawa kwenye kilo ya kahawa inaweza kutoka vikopo 15-20, kinauzwa 3,500. Kwamba kilo ya kahawa inaweza ikatoa vikopo hadi 20. 20 mara 3,500 ni ngapi? 70,000. Chanzo cha kahawa unapata ukishaitengeneza 70,000. Kwa nini mkulima alipo 1,200? Ndugu zangu, hii dhuluma tunahitaji kuiondoa. Tunaposema haki sawa kwa wote, maana yake pia ni haki ya mkulima kuweza kupata bei nzuri ya kahawa yake inayopatikana katika soko la dunia. Na chama cha CUF kinapozungumzia haki sawa kwa wote, tunazungumzia haki tokea mtoto yuko kwenye tumbo la mama yake, kwamba mama mjamzito apate lishe bora. Kina mama wanajifungua hawana damu ya kutosha. Tunahitaji mama akienda kliniki aweze kupata matunzo mazuri, aweze kupata virutubisho vya kuhakikisha kwamba atakuwa na damu ya kutosha. Ajifungue chini ya uangalizi wa wakunga. Kama pana tatizo, paweze kupatikana gari ya kumpeleka kwenye hospitali kubwa. Miaka 60 baada ya kujitawala, kila mwaka kina mama 11,000 wanapoteza maisha katika utaratibu wa kujifungua, wakati wa kujifungua. Kila siku kina mama 30 wanafariki kwa matatizo ya kujifungua. Hatujawekeza kwenye huduma bora za afya.
Watoto wapate lishe bora. Ndugu zangu, mtoto anapopata lishe bora anajenga ubongo wake, anajenga kinga ya mwili, anajenga maungo yake. Tuwekeze kwenye huduma za msingi za afya. Mtoto akikua aende shule ya awali. Akienda shule ya awali akute walimu wazuri. Akienda shule ya msingi akute walimu wazuri. Bukoba ilikuwa inaongoza kwa elimu miaka ya 60. Mimi nilipokwenda chuo kikuu nimekuta maprofesa wa kutoka Bukoba walienda kusoma nje, wakafadhiliwa na Buhaya Cooperative Union, wamekuja chuo kikuu cha Dar es Salaam wanatufundisha. Mwalimu wangu wa uchumi alikuwa Justinian Rweimamu, Professor Justinian Rweimamu, kwa sababu Bukoba waliheshimu swala la elimu. Lakini hivi sasa shule za Bukoba hazitoi wanafunzi bora kama ilivyokuwa siku za nyuma. Hatuna walimu wa kutosha, hasa walimu wa hesabu, walimu wa sayansi, walimu wa Kiingereza. Walimu wenyewe wako hoi bin taabani. Wakati sisi tunasoma mwalimu alikuwa nyota kijijini. Mzee anakueleza jitahidi kusoma uwe kama mwalimu wako. Lakini leo hii ukimwona hali ya mwalimu ilivyo, ukimwambia mwanao jitahidi kusoma uwe kama mwalimu wako, anaweza kukueleza balaa gani hii. Asubuhi tu mwalimu anaweza kuwa macho mekundu, tayari kaisha uchapa, kaisha ulamba. Tunahitaji tuwekeze kwa walimu. Walimu walipo vizuri, wawe na nidhamu, wawafundishe watoto wetu vizuri. Ndugu zangu, tuwekeze kwenye kilimo. Serikali ya CCM haiwekezi kwenye kilimo. Matokeo yake wakulima hawapati bei nzuri, wakulima hawana masoko ya uhakika. Tungekuwa na viwanda vya kutengeneza juisi Bukoba. Mananasi yanakubali, kila aina ya matunda yanakubali. Hata mbinyo wa ndizi ungeweza ukatengenezwa Bukoba hapa. Ndugu zangu, tunahitaji kuleta mabadiliko. Haki sawa kwa wote ni pamoja na watu ambao wamepata ulemavu, kuweza kuwasaidia, kuwapa mafunzo yatakayowawezesha kufanya shughuli mbalimbali. Tusiwatenge walemavu, walemavu wapate elimu iliyo bora. Na ndugu zangu wa Bukoba, elimu kwa watoto wa kike ni muhimu sana. Ukimwelimisha mwanamke, umielimisha familia. Tusiwatenge watoto wa kike kwenye kupata elimu. Na wakiwa wanaenda shule za sekondari, usiwaeleze wakakodi vyumba mitaani. Tuweze kujenga mabweni ya watoto, hasa wasichana waweze kukaa kwenye mabweni. Na ndugu zangu, haki sawa kwa wote ni pamoja na haki za wazee. Kama nchi tuweke utaratibu. Wazee wametoa mchango mkubwa kwenye maendeleo ya nchi yetu. Tuweke utaratibu wa wazee kuweza kupata chochote cha kuweza kupunguza makali ya maisha. Tuweze kuwa na hifadhi ya wazee. Kila mwisho wa mwezi wazee waweze kulipwa. Hivi sasa TASAF inatoa malipo, lakini pana ubaguzi mkubwa. Malipo yanatolewa kwa hisia za kisiasa. Tunahitaji tuweze kuwa na taratibu za kutoa hifadhi ya wazee. Kila mwisho wa mwezi mzee anatumiwa senti za kupunguza makali ya maisha. Na teknolojia ilivyobadilika, tunaweza tukatumia teknolojia ya simu, vitambulisho vya kitaifa, kuweza kuhakikisha wazee wote tuna rekodi zao na tunaweza kuwafikia na kuwatumia senti kwenye mitandao yao ya simu. Ndugu zangu, hili linawezekana. Linawezekana ikiwa na serikali ina matumizi mazuri ya fedha za umma. Serikali ya CCM inajigamba imenunua ndege 11 na kulipa fedha taslimu shilingi trilioni 1 na bilioni 350. Unajigamba umenunua ndege 11 trilioni 1 bilioni 350.
Katoro unakwenda kwenye hospitali, hakuna dawa, hakuna wauguzi wa kutosha, kina mama hawana vitanda vya kwenda kujifungulia. Ndugu zangu, tunataka serikali yenye matumizi mazuri ya fedha za umma. Tukusanye kodi, kila mwenye uwezo wa kulipa kodi ailipe, lakini tusikusanye kodi kibabe, viwango vya juu mno, watu hawawezi kuilipa ile kodi. Inakuwa kwamba kana vile unamkamua ng'ombe bila kumlipa malisho. Mwisho maziwa yanakwisha, unakamua damu. CCM inawakamua wafanya biashara, mwisho hawana maziwa, watu wanafunga biashara badala ya kuanzisha biashara. Tunahitaji pawepo na mzunguko wa fedha wa kutosha ndani ya uchumi, na tutafanya hivyo kwa serikali kwanza kupandisha mishahara ya wafanyakazi wake, kuajiri wafanyakazi wengi zaidi. Hatuna walimu wa kutosha wa sayansi, hesabu na Kiingereza. Hata kuna madaktari wamemaliza masomo hawajaajiriwa mpaka hivi sasa. Lakini pia serikali iweze kulipa madai. Watu wanajidai serikali. Kuna walimu wamehamishwa hawajalipwa stahiki zao za kuhamishwa. Kuna makandarasi wamefanya kazi hawajalipwa. Kuna wafanyabiashara wametoa huduma serikalini, wameuza bidhaa hawajalipwa. Matrilioni ya shilingi. Ndiyo maana mzunguko wa fedha umepungua, na Benki Kuu haijaongeza kasi ya mzunguko wa fedha. Benki Kuu ina uwezo wa kuongeza mzunguko wa fedha ndani ya uchumi, biashara zitoke. Ndugu zangu, kuyapata haya, na waomba Oktoba 28 mtupigie kura. Mtupigie kura mimi na Bi Hamida, tuweze kuunda serikali, na tutaunda serikali ya umoja wa kitaifa ambayo jukumu lake la kwanza itakuwa kumaliza mchakato wa kupata katiba yenye misingi ya demokrasia. Kwa sababu katiba yetu ya sasa haina misingi ya demokrasia. Hata Mwalimu Nyerere alisema kwa katiba hii ya 1977 mtu akitaka kuwa dikteta anaweza kuwa dikteta. Nataka tuunganishe wote watakaoingia ndani ya bunge, vyama vyote, na kupitia uteuzi wa wabunge anayeteua rais, tuwaunganishe Watanzania, tukamilishe swala zima la kupata katiba yenye misingi ya demokrasia. Tuweze kuhakikisha kwamba serikali ya umoja wa kitaifa inatatua matatizo ya wananchi. Maji safi na salama yanakuwa ni haki ya kila mwananchi. Barabara za kuja vijijini zinakuwa barabara nzuri, kupunguza gharama za usafiri zinazopunguzia bei wananchi, wakulima wanaolima mazao mbalimbali vijijini. Tuwekeze kwenye ukanda huu, tuwekeze kwenye maeneo haya ambayo kijani kibichi kinafurahisha, mazao mengi yanaweza kustawi. Mkoa wa Kagera unaweza ukawa ghala ya Tanzania ikiwa tutawekeza kwenye kilimo. Kwa hiyo ndugu zangu, na waomba Oktoba 28 mtakapoenda kupiga kura, mnichague mimi Ibrahim Haruna Lipumba niwe rais, Bi Hamida Abdalla awe makamu wa rais, Hamduni Maliseli aweze kuwa mbunge wetu. Haki sawa kwa nani? Asiyopenda haki. Katoro ngangari. Sasa nataka kumalizia kwa salamu yetu ya kuwaita. Naanza na wanaume. Nikisema wanaume, mnaitikia. Nikisema wanawake, na nyie mnaitikia. Halafu nitamalizia. Wanaume! Wanawake! Naona wanaume zaidi. Hebu tuone, turudie tena hapa. Kina mama vipi? Msituangushe. Wanaume! Wanawake! CCM kwisha kabisa. Nyanga nyanga, ndembe ndembe, mlalo wa chali,
This is BMTV online channel.